Najua uelewe kinachoendelea. Inawezekana vipi? Mke wangu alikuwa anipenda sana. Sidhani kama anaweza kunifunga kiuchawi. Na mimi pia nilikuwa nampenda sana. Inawezekana vipi? Mbona mnichanganya? Najua huwezi kujua kinachoendelea, ila nitakueleza kila kitu ambacho kilichotokea. Wewe ulifungwa kwa kutumia huu mdoli. Ulifungwa kwa kupitia huu mdoli, na kifungo chako kimekwenda kuwekwa kwenye kitanda unacholalia wewe na yule mama watoto wako. Jasiri, kijana. Sasa mimi kibwana mwenye mkuu nimekifungura. Labda nikuhadisie jinsi ilivyokuwa. Halo? Halo? Yes, habari? Naongea na nani? Oho, jamani Lea. Za siku nyingi. Mimi niko poa jamani, kitambo. Hata mimi nipo maeneo haya pia. Basi sawa, nakutumia location sasa hivi. Poa poa. Shoga yangu. Umeiona? Aya poa, karibu sana muda wowote. Aya mama, msalimie Nulat. Aya sawa. Karibu sana ndugu yangu Manurati. Ni muda mrefu. Jisikie upo nyumbani. Hakika umeniweza shoga yangu. Maana sio kwa mjengo huu. Kweli mume umepata. Kawaida tu ndugu yangu. Si unajua maisha ya Gandi yanabadilika. Ndio hivyo, hata binadamu tunabadilika, maisha yanabadilika. Kikubwa imani tu. Na hiki ndio Mungu amenijalia. Ndio nimeandikiwa hivi. Kwa hiyo hapa naishi na shemeji yako. Bila shaka muda si mrefu utamtambua. Vipi naye baba Nurati anaendeleaje? Shoga yangu, sitaki hata kulisikia jina la huyo mbwa. Mbwa tena? Amekufanya nini? Ndugu yangu, kanifanyia mambo mazito yule mwanaume. Sitokaa chini ni msahau. Ama kweli maisha yanabadilika.
Baba Nurati wa kubadilika kiasi hiko kwa mahaba yote yale? Jamani, ila ndo ilivyo ndugu yangu, kawaida, hata sishangai. Yaani yeye ndio chanzo cha anguko langu, na yeye ndio kasababisha mimi mpaka niwe hivi naishi maisha haya. Aliniacha kipindi ambacho sisi bado tunamhitaji. Aliniumiza sana sana, sitaki hata kumkumbuka. Pole sana ndugu yangu, umenisikitisha sana. Tuachane na hayo. Huwezi jua Mungu amekuandikia kitu gani huko mbele. Huwezi jua Mungu amekuepusha na nini. Shukuru tu uhai unao. Usijikatie tamaa ndugu yangu, bado tunazidi, tunapambana. Okay, unatumia kinywaji gani? Ni chochote tu unachokipenda wewe, na mimi bila shaka hujabadilika. Shoga yangu huyo. Karibu sana. Asante, ulipo kwenye jumba la kifahari. Kawaida tu. Wewe tena unanijuliaga. Na siku sijakutana na hivi vitu. Basi karibu shoga yangu. Wache. Sasa ningekufungulia. Sasa mbona unakunywa bila kikombe? Wacha nikakuletea. Kikombe tena? Asante sana shoga yangu. Mungu huyu. Mume wangu, kuna kitu naomba nikushirikishe. Kitu gani hicho? Na rafiki yangu tulipotezana kwa muda mrefu kidogo, ila kwa sasa hivi nimewasiliana naye. Alikuja hapa nyumbani, ana changamoto. Yaani sijakuelewa vizuri. Yaani hivi, nina rafiki yangu alikuja hapa nyumbani, ana changamoto kidogo. Ameachwa na mume wake na hana pa kuishi, na mimi ndo msaada wake wa mwisho. Kwa nimewaza ni namna gani nitamsaidia. Nimeona kwamba ni vyema nikushirikishe wewe ili tuweze kumsaidia ahamie hapa, ili tuishi naye hapa. Unajua mke wangu, mimi nakupenda sana. Nakupenda pia mume wangu. Yaani ina maana unataka tumchukue tukae naye hapa ndani? Ndio. Ni muda mrefu sana amjai kuonana na mtu, umjui tabia yake, ujui ruka yake. Unataka kumkaribisha hapa nyumbani kwetu tuishi naye? Ndio mume wangu, nina imani hajabadilika. Maana hata alivyokuja hapa soda yake aliyotumia ni ile ile. Nina imani hajabadilika. Kukaa na mtu baki ni ngumu sana. Anaweza akaja hapa akatwaribia ndoa yetu, akaharibu furaha yetu, akaharibu kila kitu. Unamwamini kweli kwa 100%? Rafiki unamwamini? Ndio namwamini mume wangu, hana matatizo.
Tafadhali naomba tumsaidie. Kwa hiyo unamwamini sana? Ndio. Mimi naomba unipe muda wa kufikiria. Nikipata jibu nitakufahamisha. Lakini na ombi hili moja, kama inawezekana, naomba niweze kumuona. Basi sawa, haina shida mume wangu, ila naomba liwe jibu zuri basi. Jibu ni jibu tu. Kwenye maombi kuna vitu hivi, kukubaliwa au kukataliwa, lakini mpaka nimwone kwanza huyu rafiki yako. Shoga yangu, vipi lile jibu langu? Maana naona kimya hadi nimeamua nije. Udugu wangu, nilishindwa kukuambia kwa sababu nilijua nitakunyong'onyesha. Nilikuwa nasubiri hadi tukutane ndio nikwambie. Kwenye simu naona haijakaa vizuri. Nilimfikishia kweli mister, lakini aliniomba nimpe muda. Nina imani mume wangu atanipa jibu zuri tu kwa sababu ananiamini vibaya mno. Basi na mimi natarajia jibu zuri kutoka kwake. Usijali ndugu yangu, maana unakuwa mnyonge. Matatizo ni sehemu ya maisha, unakupanda na kushuka. Usiwaze ndugu yangu, kila kitu kitaenda sawa kabisa. Hata kama usipokuja kuishi hapa, yeye atajua na clear vipi. Nashukuru shoga yangu. Vipi Baraka yupo? Yupo ndugu yangu, kajaa tele. Hajaenda shule leo? Amna, leo weekend. Oh. Kichwa tena shavurugika kwa kweli. Ngoja nikuitie. Baraka! Baraka! No! Njoo msalimie mama mkubwa. Baraka jamani, kakuwa mbaba. Mashallah. Baraka kakua. Nimekuza. Isiongela sana. Shikamoo. Marahaba mwanangu, hujambo? Sijambo. Uko darasa la ngapi vile? Nipo darasa la 4. Kaenda. Hongera mwaya. Asante. Karibu tunaingiza wakwe. Yani. Mbona umechelewa? Mama, nilikuwa nafanya homework. Maana nimechelewa. Oh. Nenda kamalizie mwanangu. Mwache msomi. Kamalizie mwanangu. Ndio hilo jibaba langu. Hongera. Asante, nashukuru. Haki ya Mungu. Sasa hapa kimebaki nikakutie shemeji yako leo muone. We. Weekend tena yupo kaja tele. Na shauku. Usikiani. Anakuja. Karibu. Asante shemeji, za saizi. Salama. Karibu. Asante. Mume wangu, huyu ni rafiki yangu ambaye nilokuhadisia matatizo yake jana.
tumetoka mbali sana. Oh. Karibu. Asante. Hivi anaitwa nani? Oh, anaitwa Rea. Oh, Rea. Rea, wewe ni mwenyeji wa wapi? Tanga. Tanga. Tanga sehemu ambayo mapenzi yamezaliwa? Shemeji bwana. Inasemekana mnatoka Tanga, yani wajanja sana nyinyi watu wa Tanga, wajanja. Lakini ni utani tu shemeji. Sio kweli. Karibu sana. Asante. Nimefurahi kukufahamu. Na mimi pia. Karibu sana. Mke wangu nishamuona. Shemeji, kuwa huru, hapa ni nyumbani. Ngoja basi niwaache hapa. Kuna kazi fulani namalizia ndani hapa nikaendelee nayo. Hamna shida. Shoga yangu ongela. Ya nini tena? Ama kweli Mungu anajua kuumba. Jamani, shemeji yako huyo. Acha Lia. Jamani, acha nikusifie kabisa. Haya. Kia Mungu. Karibu sana udugu wangu. Hana shida, shemeji yako yuko poa kama unavyomuona kapoa. Na mimi nafurahi kumuona. Halo mdogo wangu Koku. Halo. Mambo vipi? Poa dada. Mdogo wangu, yaani nina shida na wewe. Una shida? Sema sasa mimi hapa nimetoka, sipo nyumbani, kuna sehemu naelekea mara moja. Bwana, unaenda wapi Koku? Rudi kwa ajili yangu mdogo wangu. Na unajua mimi nakutegemea wewe. Basi kuna shida. Nakuja. Sasa hivi, yani sitaki kesho wala baadaye. Nataka sasa hivi uje. Usijali dada. Vipi kwao, upo nyumbani hapo hapo? Nipo kwangu. Basi dadangu, nimekuelewa. Haya mdogo wangu, nitafurahi ukifika. Usijali, nakuja, nimeshakuelewa dadangu. Nakuja sasa hivi. Haya. Safi. Hodi. Wenyewe. Mungu kwazi. Dada. Kaenda wapi tena huyo? Karibu. Karibu mdogo wangu. Kumbe dada upo huko. Nilikuwa msalani, karibu. Asante. Basi nikanajiuliza mlango uko wazi. Dada kaenda wapi? Karibu. Shakaribia tayari. Ete, basi ngoja nichukue mkeka. Haya bwana. Sema jua kali.
Aya dada, niambie, maana huko nilipokuwa nimenipigia simu nimeshtuka, yaani nimekuja mbio mbio, sijui tu na shida gani dadangu. Mdogo wangu, shida ninayo. Nina rafiki yangu kanipeleka kwake jana. Mama naenda, karibu bonge la jumba. Mama nifungeko ndani kama sijui paradise, wenyewe wanasema paradise, maana hata paradise yenyewe sijui iko vipi. Mama kama niko peponi. Unajua pepo full viyoyozi, mama feni tu wa. Nafika pale mama napewa kijuisi cha baridi. Mara nakaa, subiri muone shemeji yako, subiri muone shemeji yako. Mimi nikatulia. Mama napiga jicho, mama bonge la bwana. We, unajua yule kaka ni mzuri. Yaani shombe fulani hivi Marekani. Ngoja kwanza. Unajua bado sijakuelewa. Umeniambia una shida. Sawa, nimekuja hapa unaanza kuniambia sijui bonge la bwana, sijui vitu gani. Twende kwenye key point. Shida yako nini bibi? Ududu ndio nakoenda huko. Kwa tulia kama maji mtungini. Yaani kwenye hiyo shida ndo nakuja. Nakupa kwanza story. Nakwambia, shemeji yako, sijui na nini, huyo rafiki yangu mimi nilivyomuona yule bwana, moyo wangu mimi nisimpende. Nikasema hii ndio ule usemi wanaosema kizuri kula na mwenzio. Kwa shoga yangu mimi nataka nile na yule bibi. Ila dada, mama mjini hapa. Cha peke yako kabuli. Kwa kweli. Cha peke yako kabuli. Kwa hiyo mimi nataka nile na yule shoga yangu. Kwa hiyo naomba unipe mbinu. Maana nakujua wewe. Nakujua vizuri. I say, kwa ndo kunyambia kamkaribisha jini makaburini. Yaani naambia mixa kufufua watu waliokufa pale. Niambie, kwa unatakaje yani? Nikusaidie nini? Mimi nachotaka kunisaidie. Wewe hauna mganga? Mimi ndo vitu vyangu hivyo. Na ndio maana nilivyokaa tu katika mawazo yangu nikasema mdogo wangu na mimi ule ucharuko ule akose. Sasa sikiliza nikwambie. Mimi mtaalamu naye. Tena mtaalamu kweli kweli, anaweza mambo. Yaani si unaona mimi dada, mambo yangu yote, shida zangu zote, yeye ndo yeye ndo msaidizi wangu, ndio anakutatulia. Kwa hiyo usijali kuhusu shida yako dadangu, mimi nitakusaidia. Lakini yule si shemeji yako dada. Unaanza kuharibu mambo.